Unamtenga Buba. Buba Jamela. Yule sasa hivi atumike. Diamond ana mpango wa kutoa ngoma mpya hapa. Tutumie kwenye video. Buba anadansa. Anaingia na kitambaa kwenye video. Hapana bwana, Buba mimi namkubali sana. Buba mimi namkubali. Buba. Hapana bwana, Buba mimi namkubali. Wewe. Sasa moto ile. Wewe. Buba muda tu. Yes, Buba bado haja nisikia pia kuna watu wanasema Buba bado haja adapt ligi yetu. Ya adapt. Hivi unajua unaweza ukacheza vizuri sana. Lakini umecheza vizuri kwenye mechi ipi? Umeelewa inaweza kukuletea ugumu pia kucheza kwenye dabi kwa sababu dabi kama unavyojua zina mambo mengi. Lakini je, kwenye mechi muhimu wewe tumekuona Buba ni mchezaji mzuri sana ila hajaonekana kuwa ni mtu anayewafaa wana Yanga kwenye mechi ambayo Yanga wanaitaka. Yeye anatoka moyoni kaka. Oya. Naongea kwa uchungu sana. Vibaya sana. Naongea kama mwana Yanga eti. Nipunguze kidogo. Kama wakala sasa. Kwenye zile mechi muhimu ambazo Yanga anahitaji kitu. Buba akija kufanya kitu, mimi nakwambia mtajutia haya maneno yenu. Mtajutia. Lakini Buba ni mchezaji mzuri sana. Huwezi kumfanisha Buba na unajua kinachotuletea shida ni kwamba mnamlinganisha Buba na baadhi ya wachezaji ambao wapo timu nyingine au wapo kwenye timu ile ile yeye anacheza kwa mbadala wao au wapo kwenye ile timu anayochezea ila waliondoka. Hapo Buba hutamuona. Ila ukimchukua Buba kama Buba, kamtoa Buba pekee yake. Ukasema sasa nataka nimwangalie Buba. Usianze kumlinganisha na mtu yeyote. Ndio utaelewa Buba ni nani. Sasa hapo unakuamlinganisha na nani? Ni Buba yeye mwenyewe kama Buba. Yani yeye mwenyewe sema huyu sasa Buba nataka nimwangalie zile touch zake nini mikimbio muonekano nini si unanielewa nini namna anavyoonekana kwenye screen nini hautapenda brother. Kwa kama ungekuwa mhariri kichwa cha habari kingekuwa mimi ningekuwa mhariri kwa ulichokizungumza ni kwamba Buba afananishwe na Buba mwenyewe. Chukua hii hapa hii. Itumie hiyo sasa. Buba afananishwe na Buba mwenyewe. Msimfananishe Buba na hao mnaomfananisha nao. Hamtamuelewa Buba. Buba hajapata game time. Mnasemaga game time. Buba hajapata game time. Tofauti na hao wengine mnaomfananisha nao. Umenielewa? Buba sijui labda huko mazozini Yanga wanamuonaje. Na vitu vingine kama hivi. Yaani spend sana tumchimbe Buba. Mjue Buba rafiki yangu. Yaani moja kati Buba mwanangu. Mwanangu sana Buba. Mnazungumza nini? Buba tunazungumza sana. Taaluma yake alikwambia kabla ya mpira. Hapana, hatuulizani huko. Huko hatuulizani. Buba ananikubali sawa. Unajua moja kati ya wachezaji ambao wananikubali ni Buba. Kwa hiyo na mimi lazima nimkubali pia. Namkubali sana. Kujua kama ni mzee wa ndogo. Anajua kwa sababu yani nikifanya kitu ana share na mimi tena yani ana forward kwangu mimi mwenyewe. Anataka nimtafsirie nilikuwa nasema nini manake anaona anataja jina lake tu. Kwa hiyo inakuwa vizuri. Ni mtu poa tu ana shida. Ana shida ni mtu poa sana. Bwana Brown kuna kama nilivyokuambia leo watu kutoka DM. Kutoka Nongwa za DM. Kwanza nikuuliza wewe mtu akikuahidi alafu hajatekeleza au uone future unajisikia? Tapeli huyo. Sasa huyu unachotaka kumaanisha maana wewe unaniambia kuna basi litakiwa lije. Sema nina muda sasa. Iko kwenye maji. Na miezi unakaribia mwaka. Umenikumbusha. Kuna story kama hiyo inafanana kabisa. Yaani Nongwa hii kutoka DM inafanana kabisa na ile ahadi aliyowahi toa Jailud kwa wana zinafanana hizo ukijaribu kuangalia alafu baadaye tutarudi huko tuendelee kuiangalia hiyo Nongwa ya DM. Kuna ahadi ile ambayo ilitolewa na Jailud alisema mwezi wa pili sijui ilikuwa mwezi wa pili wa mwaka huu ndio atawaletea basi sijui mwezi wa pili ya mwaka upi. Kumbukumbu zangu zikaa vizuri nitawakumbusha. Ila aliwaambia mwezi wa pili.
Mwezi wa pili ndio unachokumbuka. Anawaletea basi. Iliza. Iliza ile. Wanayo Azam ile. Azam FC peke yake. Leo mwezi wa ngapi? Wa 5. Kwenye maji labda. Brother. Angetuletea kabla Yesu hajarudi. Bwana we. Tunasubiri sana. Hata si kwenye maji process. Lakini wachezaji uwanjani hawafiki? Hafika. Hawatoki uwanjani? Toka usafiri huko. La nini? La nini? Mama ungekuwa mhariri kumstopisha Jairuti sasa? Usafiri Jairuti tunao. Usafiri tunao. Nipe nyingine. Nyingine unamwambia hivi. Jairuti. Basi letu vipi? Muda unaenda. Ni kumuuliza tu Jairuti. Lakini nafikiri wana Simba wao wenyewe wanajua. Kwenye vikao vyao sasa watakuwa wanazungumza kwamba na wao unajua kipaumbele sio basi. Alafu unajua pia kuwa na lile basi alafu sio bingwa na yenyewe issue ile. Inakuwa mzigo sasa. Anakuwa mwenye basi ambaye una ubingwa. Bwana Brown. Unajua kuwa na basi la kama lile alafu sio bingwa na yenyewe sio issue. Unaweza kuona pia Jairuti naye ametafakari akasema baba ameona basi. Chukueni kwanza. Mwenye hadhi ya kuwa na basi kama lile. Iliza Iliza. Saidi ya bili. Afrika Mashariki. Yanga hii. Mimi ndio nakwambia. Wana Azam wanalo na kombe imekuwa. So umeona. Yaani hata haiwapendezi. Basi kubwa. Yaani unajua bwana. Yaani unajua kuna ile nani ile wanasema hivi. Wanasema kichwa kikubwa akili kisoda. Yes, kichwa kikubwa sitaki bwana. Sasa wewe kuwa na lote ile nafsi sio bingwa ni la nini sasa? Wewe bwana Brown wewe bwana. Tunajitafuta. Uwe na bwana kubwa alafu sio bingwa. Wewe toka hapa bwana. Bwana, Kariakoo umefika? Kariakoo? Bwana naogopa ule msongamano. Maana Kariakoo kuna mtaa mmoja hapo Msimbazi kwa chini. Mdau ananiambia aliambiwa kesho ujenzi unaanza. Okay. Sasa hiyo Nongwa inafanana kabisa na ahadi waliopewa wananchi Young African juu ya ujenzi wa uwanja. Kitu ambacho mimi leo nataka nikwambie. Yaani I see. Waliambiwa uwanja unaanza kujengwa siku zile walivyoambiwa kesho. Sasa Watanzania. Ukisha waambia kitu kinajengwa, yeye anataka akifika kesho aanze kuona tofari zinashuka, bati yamezungushwa, saruji zimezungushwa zile bati ndio sawa. Saidi ya fundi wameanza kuonekana pale. Kumbe mpaka umeanza kuona pale. Hata unavyojenga nyumba. Hiyo hatua ya kwanza kuona tofari na vitu vingine kama hivyo. Hiyo inaweza kuwa ni hatua ya mwisho kabisa kwenye ujenzi. Kwani ujenzi maana yake si ndio kujenga? Ujenzi unaanza kujengwa hapa. Kichwani. Ujenzi unaanza kujengwa hapa kwanza. Plani, vikao. Hiyo ndio ni moja pia kati ya ujenzi. Nakwambia. Sio ndo watu maki wanasema uwanja unakuwa kwenye makaratasi na AI. Watu wana maneno. Ile nayo ni hatua ya ujenzi. Mnaweka kwanza kwenye karatasi, mnapeleka kwenye AI namna itakavyoonekana. Mmenielewa vizuri? By the way walifanya hivyo kwa mfano kwenye kuweka kwenye laptop ukatengenezwa kupitia AI vizuri. Wakaulilizi kwa watu tukaona. Watu hawaishiwi Nongwa. Mimi niliupenda sana ule uwanja ambao waliuonyesha kwenye laptop kupitia picha zile za AI. Ulikuwa mzuri sana.
ila mimi sasa ushauri wangu, mimi watu wananiona mimi kama Yanga. Mimi sasa ushauri wangu, wana Yanga tusikubali, tushirikiane kupinga na kukataa kata ile ramani na uwanja, ile jinsi ambavyo tumeonyeshwa uwanja utakavyokuwa. Tushirikiane kukataa na kuupinga. Tupinge. Tukatae wana Yanga, tuamke. Muamke mdai nini? Ule uwanja ulioonyeshwa ule, hawajaweka eneo la kujenga jumba la maajabu. Kwamba uwanja hujakamilika. Kila kitu kiko sawa. Vyumba vipi vya kubadilisha nguo? Pale jengo la maajabu tunalijenga wapi pale kwenye ule uwanja? Kumiliki uwanja sisi wana Yanga sio issue. Kuna jengo la maajabu kwenye uwanja kama hamna. Itakuwa yale ya KMC. Mna uwanja ila bwana bro, mimi nikushukuru sana. Asante sana wana, mimi nawashukuru sana Mpenja TV. Karibuni tena wakati mwingine, tuna mengi ya kuzungumza. Leo tumeishia hapa tu. Sasa hivi ligi imesimama, si ndio Kwa hiyo tutakuwa tuna mengi pia ya kuweza kuyajadili, ya kusemezana kwa pamoja. Na mfikishieni sana salamu zangu CEO Baraka bwana Mpenja. Mwambie kijana wako Brownie anakusalimia sana. Hizo zimefika. Mmenikaribisha ofisini. Kabla hamjanikaribisha mimi mwenyewe nitakuja ofisini, nitakuja mnionyeshe kiti anachokaa Mpenja na mnipige picha kabisa kwamba nipo leo ofisi za Mpenja TV, au sio? Bwana, mimi nawashukuru sana. Karibuni sana Wasafi. Brown Adioka. Nipo hapa bwana, mchapakazi Adioka. Sina rafiki yake na Buba Jamel. Bwana Buba Jamel, my brother from another mother. Kile kitambaa mkishona ile ribbon ile baba. Mtazamaji wa Mpenja TV, nilikuwa na mzee wa Brown mchapakazi na nongwa zake hapa, ametupitisha kwenye mambo mbalimbali. Bila shaka mimi binafsi nimeenjoy. Bila shaka na wewe ambaye unatutazama umeenjoy pia. Ni miongoni wa watangazaji ambao kwa hivi sasa kama utataja ama utaambiwa utaje listi ya watu ambao wamekuwa akifanya kazi yake kiutofauti, kiubunifu, na watu wengi of course tunapenda kile ambacho anakifanya. Basi watu wengi sana watakubaliana na hicho ambacho nakizungumza. Na nikukumbushe tu kama nilivyokuambia hapo mwanzo, tunapewa nguvu kubwa na leo ni Beti Simba la mikeka. Kwa wale wanangu ambao wamezoea kuweka bashiri zao, hakikisha unapita hapo kwa ajili ya kuweka bashiri na kujishindia zawadi kemkem. Sasa hivi kuna promotion ambayo ipo inafanyika leo ni Beti kwa ajili ikiwa inahusisha na kombe la dunia. Unaweza kujishindia gari aina ya Mazda, ikiwa una ndoto pia kumiliki gari kama nilionalo mimi. Lakini pia nikukumbushe pia tunapewa nguvu kubwa na Rhino Perfume kwa wale ambao wanahitaji kupata manukato kunukia vizuri, wenye appointment za kukutana na watu tofauti tofauti, basi hakikisha unapita katika maduka yote ya Rhino Perfume kwa ajili ya kujipatia perfume zako. Mimi ni 255 Kenny, nyuma ya kamera ni Log de Pablo.